Leo wacha tuifahamu historia ya mchawi wa soka ulimwenguni anayefahamika kama Ronaldinho. Na hii ndiyo historia fupi ya maisha yake. Mimi naitwa Jimmy Godfrey. Hii inaitwa Bongo Star Media. Leo tunakuletea historia fupi ya mchezaji maarufu duniani na mstaafu wa mpira wa miguu wa kulipwa ambaye wengi tunamjua kama Ronaldinho Gaucho, Minjino, mbabe wa vyenga, mchawi wa soka ulimwenguni. Mnamo mwezi Machi tarehe 21 ya mwaka 1980 huko Porto Alegre, Brazil, alizaliwa star wa mpira wa miguu duniani aliyefahamika kama Ronaldo de Assis Moreira, ambaye leo sisi tunamfahamu kama Ronaldinho Gaucho, ambapo historia ya maisha yake mimi na wewe itatupa funzo kubwa sana na kamwe hatutokata tamaa katika upambanaji. Baba yake alikuwa anaitwa Mzee Joe Moreira, alikuwa mchomelea vyuma, wakati mama yake aliyekuwa anafahamika kama Miguelina de Assis Moreira akiwa ni muuza vipodozi wa kawaida tu kabla ya kuwa muuguzi huko Brazil. Ronaldinho alizaliwa kwenye familia iliyopenda sana mpira wa miguu, kwani kabla ya kuchomelea vyuma na kuwa mlinzi ama watchman katika uwanja unaofahamika kama Gremio, baba yake mzazi aliyekuwa anaitwa Joe alikuwa ni mchezaji wa mpira pia. Mzee Joe alifariki Ronaldinho akiwa na umri wa miaka 8 tu. Kwa hiyo Ronaldinho amefanya makubwa sana ulimwenguni, lakini baba yake hajaweza kumshuhudia. Roberto de Assis Moreira ni kaka yake na Ronaldinho, ambaye ndiye alikuwa meneja wake kipindi ambacho Ronaldinho anacheza mpira wa kulipwa, ambapo kaka yake alicheza katika klabu ya Gremio na alikuwa tegemeo kwa familia yake, kwani waliamini kuwa ataweza kucheza vilabu vikubwa na kuikomboa familia katika wimbi la umaskini. Haikuwa bahati kwao, kwani Waswahili wanasema kile ambacho nakitegemea leo, kesho inawezekana kikageuka kuwa maumivu. Si mbali sana na familia ya kina Ronaldinho, kwani kaka yake ambaye alikuwa ni tegemezi aliyecheza mpira wa kulipwa aliyefahamika kama Roberto alipata jeraha la goti lililompelekea kuharibu maisha yake ya soka. Lakini pia Ronaldinho ana dada yake anayefahamika kwa jina la Daisy. Ronaldinho alipewa jina hilo la Ronaldinho kutokana na udogo wake kimuonekano, huku alicheza na watu waliomzidi umri pamoja na miili mikubwa sana. Yeye mwili wake ulikuwa ni mdogo sana na kila mtu alimpenda pale ambapo anaingia uwanjani na kusakata boli. Akiwa ana umri wa miaka 13 aliwahi kupata umaarufu mkubwa sana kwa kuifungia klabu yake ya nyumbani magoli 23 kwenye ushindi wa 23-0. Alipoanza kuchezea klabu kubwa alikuwa ni mtu mwingine mwenye jina la Ronaldo ambalo ndilo jina lake halisi. Hivyo aliamua kutumia jina la Ronaldinho kama wengi walivyozoea kumuita. Ronaldinho alianza mpira wa kulipwa katika klabu aliyochezea utotoni, klabu inayofahamika kama Gremio. Na hii ilikuwa ni mnamo mwaka 1998 akiwa na umri wa miaka 20, akifungia magoli 47 kabla na kujiunga na miamba ya Ufaransa huko Paris Saint-Germain, ambapo pia alifunga magoli 17 na baadaye akatimkia huko Barcelona mnamo mwaka 2003.